Okay, basi naomba tuweze kusimama wote kwa sababu sehemu hii pia itakuwa yetu ya kuweza kurudia imani yetu. Ndugu zangu wa Kristo wapya, mmezaliwa upya katika Kristo na kugeuka kuwa viungo vyake na vya taifa lake la kikuhani. Iliyowabakia sasa ni kupokea Roho Mtakatifu aliyetushukia, ndiye aliyetumwa na Baba kwa mitume siku ya Pentekoste. Nao mitume na waandamizi wao waliwapa watu waliobatizwa huyo Roho Mtakatifu. Basi nyinyi vile vile mtakapopokea nguvu ya Roho Mtakatifu tulioahidiwa, kwa nguvu hiyo mfanane vizuri zaidi na Kristo na kutoa ushahidi wa mateso na ufufuko wake Bwana. Mtageuka kuwa wana kanisa hodari, mpate kujenga mwili wa Kristo katika imani na mapendo. Tawauliza maswali na kujibu inavyostahili. Mnamkataa shetani na mambo yake yote na hila zake zote? Mnasadiki kwa Mungu Mwenyezi, muumba mbingu na dunia? Mnasadiki kwa Yesu Kristo mwana pekee Bwana wetu, aliyezaliwa na Bikira Maria, akateswa, akafa, akazikwa, akafufuka katika wafu, amekaa kuume kwa Baba? Mnasadiki kwa Roho Mtakatifu Bwana mleta uzima, mtakayepewa leo kwa namna ya pekee kwa njia ya sakramenti ya kipaimara kama walivyopewa mitume siku ya Pentekoste? Mnasadiki kwa kanisa Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa wafu na uzima wa milele? Hii ndiyo imani yetu, hii ndiyo imani ya kanisa ambayo tunayo fahari kuiungama katika Bwana wetu Yesu Kristo. Basi wengine tuketi. Ndugu zangu, tumuombe Mungu Mwenyezi kwa wema wake watie Roho Mtakatifu wanawe hawa wateule waliozaliwa katika uzima wa milele kwa ubatizo. Naye Roho Mtakatifu atawaimarisha na kuwapa mapaji yake maridhawa. Kwa mpako wake atawafanya wafanane na Kristo mwana wa Mungu. Mungu Mwenyezi, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ndiwe uliyewazaa upya watumishi wako hawa kwa maji na Roho Mtakatifu, ukaokoa katika dhambi. Basi Bwana, watie Roho Mtakatifu mfariji, wape roho wa hekima na akili, roho wa shauri na nguvu, roho wa elimu na ibada, wajaze roho wa uchaji wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Tutapanga laini sasa wote ambao watapewa kipaimara wote, ndio tuweze kuwa na laini nzuri. Tufuatane hapa tu wote hapo mpaka huko mwisho, ndio tukuje kwa utaratibu. So tutakuwa na laini tatu, moja hapa,
Moja hapa, laini moja katikati na ingine. Tafadhali, nafikiri mnaelewa venye nasema laini 3 hapa. So tutakuwa watatu. Moja pande hii kuna askofu na kuna mwingine atakuwa pale. Unaona hali ya hewa. hapa na tunapenda kukuza hiyo orodha. Sio umeingia katika lango la kanisa, watoto wetu hakuna yeyote Tuko na seneta wetu, hebu simama utuevie kidogo hivi. Ndio tukiendelea na misa mjue kuna seneta Tabitha ako hapa. Tumpigie makofi. Asante sana. Karibu sana. Ni jirani ya hapa. Iti kama uinue mkono tu vizuri niweza kukuona tafadhali.